Je, unajua kuwa mwili wa binadamu una namna ya kutoa siri hata kama mdomo unadanganya? Watu wengi wanahangaika na password za simu, lakini kuna alama 6 za kisaikolojia ambazo mpenzi wako hawezi kuzificha hata awe mjanja kiasi gani. Na ya 6 ndiyo itakayokupa jibu la mwisho ambalo hujawahi kulifikiria. Baki hapo hapo. Kabla hatujazama ndani zaidi, usisahau kulike, kusubscribe na kuwasha kengele ili usiwe unapitwa na haya maarifa kila siku. Njia ya kwanza, uthabiti wa maelezo, the cognitive load theory. Unapozungumza na mpenzi wako, sikiliza sio tu kile anachosema, bali jinsi anavyokisema. Sayansi ya saikolojia inasema kuwa kusema uongo kunatumia nguvu nyingi za ubongo kuliko kusema ukweli. Mtu anayesema ukweli anatumia sehemu ya ubongo inayoitwa hippocampus, ambayo inahifadhi kumbukumbu halisi. Lakini muongo anatumia prefrontal cortex kubuni hadithi. Ili kujua kama mpenzi wako ni mwaminifu kuhusu mahali alipokuwa, muombe asimulie tukio kuanzia mwisho kurudi mwanzo. Kwa mfano, kama anasema alikuwa kwenye kikao cha kazini, muulize, kabla ya hicho kikao kuisha, nini kilitokea? Na kabla ya hapo? Mtu mwaminifu hana shida kuelezea tukio kinyume kwa sababu picha iko kwenye kumbukumbu yake. Lakini muongo amekariri hadithi kuanzia mwanzo kwenda mwisho, A to Z. Akijaribu kurudi nyuma, Z to A, ubongo wake utakwama, system jam. Ataanza kujiumauma au kukasirika ili kukukatisha tamaa usimuulize. Pia, angalia maelezo za ziada. Waongo mara nyingi hutoa maelezo mengi sana ambayo hujawauliza, over-explaining, ili kufunika uongo wao. Mtu mwaminifu hujibu kwa ufupi na kwa uhakika. Njia ya pili, mabadiliko ya ghafla ya ratiba na muda, energy shift. Uaminifu huonekana kwenye vibe na matumizi ya muda. Kuna kitu kinaitwa emotional displacement. Mwanadamu ana kiasi fulani cha nishati ya hisia kwa siku. Ikiwa mpenzi wako anaanza kuwekeza nishati hiyo sehemu nyingine, lazima kiwango kinachobaki kwako kitapungua. Sio tu kuhusu kuchelewa kurudi nyumbani. Angalia attention yake. Je, anapokuwa na wewe, yuko pale kimwili lakini kiakili hayupo? Hii tunaita mental absenteeism. Zingatia pia dhana ya new hobby syndrome. Ghafla, mpenzi wako anaanza kupendezwa na vitu ambavyo hakuwahi kuvipenda. Labda ghafla anaanza kupenda aina fulani ya muziki, anaanza kwenda gym kwa nguvu kubwa, au anaanza kutumia maneno mapya, slang, ambayo si kawaida yake. Hii mara nyingi hutokea kwa sababu anaanza kumuiga mtu mpya aliyeko kwenye maisha yake. Binadamu huwa tunaiga tabia za watu tunaotumia muda mwingi nao au tunaowavutia. Ikiwa mabadiliko haya hayakuhusishi wewe na wala hakupewi maelezo ya kutosha yanayoeleweka, hapo kuna walakini wa uaminifu. Njia ya tatu, mabadiliko ya lugha ya mwili na mawasiliano ya machoni, eye contact na proxemics. Macho ni dirisha la roho na mwili haujui kudanganya. Hapa tunazungumzia autonomic nervous system. Mtu anapoficha kitu, mwili wake hutoa ishara ndogo ambazo hawezi kuzidhibiti, microexpressions. Kuna imani potofu kuwa muongo hauwezi kukuangalia machoni. Ukweli ni kwamba waongo wa kisasa wanafanya overcompensation, wanakuangalia machoni kwa muda mrefu sana bila kupepesa, lakini angalia mboni zake. Mtu anapokuwa na mtu anayempenda na kumwamini, mboni zinatanuka, dilatate. Ukiona mboni zinakuwa ndogo, constrict, anapozungumza na wewe, hiyo ni ishara ya ubaridi wa kihisia au hatia. Unapozungumza naye kuhusu mada yoyote inayohusu uaminifu au mustakabali wenu, angalia miguu yake. Ikiwa miguu imeelekea mlangoni au mbali na wewe wakati kiwiliwili kimekutazama, hiyo inaitwa blocking behavior. Akili yake inamwambia kimbia, flight response. Pia angalia kama anaanza kujishika shingo au pua. Hii ni kwa sababu mtu anapokuwa na msongo wa mawazo au hofu ya kuficha siri, mishipa midogo ya damu kwenye maeneo yenye ngozi laini huanza kusisimuka na kuleta muwasho unaomfanya mtu ajikune bila kujitambua. Njia ya 4 ni tabia za matumizi ya pesa yasiyoeleweka, financial leakage. Watu wanasema follow the money.
Hata kama huoni meseji za benki, uaminifu hugharimu pesa na usaliti hugharimu pesa zaidi. Mpenzi asiye mwaminifu huanza kuwa na gharama zisizoelezeka. Labda anaanza kulalamika kuwa maisha ni magumu au pesa haitoshi, wakati kipato chake hakijabadilika na majukumu yenu ya ndani ni yale yale. Hii ni kwa sababu kuna external project anayofadhili. Jaribu kufanya stress test ndogo. Muombe msaada wa kiasi cha pesa kwa jambo la dharura, hata kama huna dharura. Mtu mwaminifu ambaye hana siri za kifedha atajaribu kusaidia au atakueleza kwa amani kwa nini hana. Lakini mtu anayeficha matumizi mahali pengine mara nyingi hupata defensive rage. Atakufokea, atakwambia unamwandama na pesa, au ataanza kulalamika zaidi kwa kawaida. Hii ni defense mechanism ya kuzuia usije ukagundua kuwa kuna sehemu nyingine pesa inapotelea. Uaminifu ni uwazi wa rasilimali. Ukiona rasilimali, muda na pesa zinaanza kupungua kwako bila maelezo ya msingi ya kimaendeleo, jua kuna mahali zinahamishiwa. Njia ya 5, uhusiano wa marafiki zake kwako, the social mirror. Mtu hawezi kuishi kwenye kisiwa. Mpenzi wako ana marafiki, na marafiki mara nyingi ndio beacons, viongozi wa ukweli. Ikiwa mpenzi wako si mwaminifu, kuna 90% kuwa rafiki yake wa karibu anajua. Binadamu ana kitu kinaitwa empathy gap. Marafiki wa mpenzi wako ambao walikuwa na ukaribu na wewe, wakianza kukuwekea umbali au kukuangalia kwa macho ya huruma, shtuka. Hii ni kwa sababu wanajua kitu ambacho wewe hujui, na wanashindwa jinsi ya kuishi na wewe kwa uhuru kwa sababu ya guilt, hatia. Je, zamani ulikuwa unakaribishwa kwenye mzunguko wa marafiki zake, lakini sasa imekuwa siri? Mpenzi mwaminifu anajivunia kukutambulisha kila mahali kwa sababu hana hofu ya kukutana na mtu atakayetoa siri. Lakini mpenzi anayechepuka ataanza kukutenganisha na marafiki zake, isolating you, ili kuzuia cross communication ambayo inaweza kufichua uongo wake. Ukiona marafiki zake wanajisikia vibaya wakiwa karibu na wewe, ni kwa sababu wanajua hadithi nyingine tofauti na ile unayoijua wewe. Njia ya 6, kuhamishia lawama na kujishuku, projection. Hii ndio ile point niliyokuambia mwanzoni, ndiyo itakupa jibu la mwisho. Inaitwa psychological projection. Mtu asiye mwaminifu, ili kujisikia vizuri na dhambi yake, anaanza kukutazama wewe kama msaliti. Atakuuliza maswali ya kukupeleleza wewe, ataanza kukushutumu kuwa labda na wewe una mchepuko, au atakuwa na wivu uliopitiliza, unreasonable jealousy, bila sababu. Anachokifanya ni kuhamishia, projecting, tabia zake kwako. Akili yake inasema, ikiwa mimi naweza kudanganya hivi bila yeye kujua, basi na yeye anaweza kuwa ananifanyia hivi hivi. Silika na msukumo wa ndani, instinct and intuition. Sayansi inathibitisha kuwa gut feeling yako sio kitu cha kupuuzwa. Ubongo wako unachakata milioni ya taarifa kwa sekunde. Unaweza usione message kwenye simu, lakini ubongo wako umerekodi jinsi alivyochelewa kujibu salamu, jinsi harufu yake ilivyobadilika, na jinsi alivyopoteza eye contact. Hizo clues ndogo ndogo zikijikusanya, zinatengeneza kitu tunachokiita intuition. Mpenzi mwaminifu anakupa amani ya moyo. Mpenzi asiye mwaminifu anakupa wasiwasi wa kudumu. Ikiwa unajikuta kila siku unatafuta ushahidi, hapo tayari kuna jibu. Maana uaminifu hauhitaji upelelezi, unajidhihirisha wenyewe. Kumbuka, usichukue alama moja tu na kutoa hukumu. Angalia kama alama hizi zinatokea kwa pamoja, clustering. Mahusiano bora yanajengwa juu ya uaminifu na mawasiliano ya wazi. Ikiwa mambo haya yanakosekana, labda ni wakati wa kukaa chini na kuzungumza kwa dhati kuhusu mustakabali wenu. Asante kwa kuangalia video hii mpaka mwisho. Nataka kusikia kutoka kwako. Ni alama gani kati ya hizi umewahi kuiona kwenye mahusiano yako au ya mtu wako wa karibu? Andika kwenye comments hapo chini, nasoma comments zote. Na kama video hii imekusaidia, usisahau kusubscribe na kushare na rafiki yako mmoja. Mpaka wakati mwingine, kumbuka, thamani yako haitegemei uaminifu wa mtu mwingine, bali inategemea jinsi unavyojilinda na kujithamini. Tukutane kwenye video ijayo. Peace.